Yes, karibu sana mwana michezo na mtazamaji wa Mlacha Media. Tuendelee kujuzana zile taarifa zote za kimichezo ambazo zinaendelea kujiri katika upande wa kimichezo zaidi, hasa katika uga wa kitaifa, lakini pia bila kusahau katika uga wa kimataifa. Na ishu kubwa ambayo nimeweza kusogezea siku hii ya leo ni kuhusiana na tetesi za usajili. Kama tunavyojua zimesalia mechi chache tu ligi kuu ya hapa nchini Tanzania, kwa maana ya ligi ya NBC Premium League iweze kutamatika, na vilabu tayari vimekwisha kuanza mchakato wa kuweza kutafuta wachezaji wapya ambao watakuja kuongeza kwenye vikosi vyao ili kuweza kuboresha timu zao kuelekea msimu ujao. Na nipo na taarifa kuhusiana na mchezaji ambaye anakipiga pale kunako klabu ya Azam FC. Hapo awali alikuwa akitwanga kule kunako mitaa Piga na Jangwani, na huyu si mwingine ni Faisal Toto Abdalla ambaye anahusishwa kujiunga na wekundu wa Msimbazi Simba. Nipo na taarifa nzima ambazo zinahusiana na mchezaji huyo kutakiwa na wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia dili lilivyokaa ni kwamba wekundu wa Msimbazi Simba moja kwa moja ofa yao huenda ikakubaliwa kwa sababu wametoa bonge mmoja la ofa. Nipo na taarifa zote kuhusiana na ishu nzima ya Faisal Toto Abdalla kuweza kujiunga na wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini cha msingi kwa wale ambao wanaendelea kuifuatilia Mlacha Media, kama bado hujasubscribe, bado una nafasi ya kuweza kusubscribe. Njia ni rahisi, tunabonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe na moja kwa moja utakuwa umefanikiwa kujiunga na familia hii ya kimichezo zaidi. Na si kazi yetu ni moja tu, kuhakikisha zile taarifa zote za kimichezo ambazo zinaendelea kujiri unakuwa unazipata hapa hapa kunako channel hii ya Mlacha Media. Kama nilivyokuambia ni kwamba jana jioni rais wa heshima wa timu ya wekundu wa Msimbazi Simba, hapa tunamzungumzia tajiri Mohamed Dewji, alikutana na kambi ya mchezaji Faisal Toto Abdalla ili kumshawishi nyota huyo kujiunga na Simba mwisho mwa msimu huu. Mo amefanya kikao na kambi ya Feitoto jijini Dar es Salaam, akiweka ofa mpya ambayo imepiku ile ya Yanga. Ofa mpya ya Simba ni kama ifuatavyo. Ofa ya wekundu wa Msimbazi Simba ni kama ifuatavyo. Kwanza kabisa ni mkataba wa miaka mitatu, lakini signing fee kwa maana pesa ya Faisal akisaini mkataba ni shilingi milioni 800 na mshahara wa kila mwezi ambao itakuwa ni milioni 40, huku atapewa nyumba pamoja na gari, lakini pia Faisal Toto akikubali pia atapata bonus kila atakapofunga goli, lakini pia vile vile kutoa assist. Ikumbukwe pia Young Africans walituma ofa yao ambayo ilikuwa inasemekana kwamba ilikuwa ni milioni 750 kama signing fee na mshahara wa milioni 40 kwa mwezi, lakini Mo bado yupo mjini na chochote kile kinaweza kutokea kuanzia hivi sasa. Mpaka sasa Faisal Salum bado hajasaini mkataba na klabu yoyote kati ya Simba wala Yanga, na pia vile vile bado hajaongeza mkataba na Azam, ila chochote kinaweza kutokea kuanzia sasa. Na ikumbukwe kama Fei atauzwa Simba basi Yanga watanufaika na shilingi bilioni 1 kutoka Azam kama sehemu ya makubaliano yaliyowekwa. Hizi ni taarifa ambazo ziliweza kuandikwa na miongoni mwa wachambuzi ambao wanafanya vyema sana ambapo wapo pale Crown FM. Hapa tunamzungumzia Hansi Raphael ambaye pia naye ni miongoni mwa waandishi ama wachambuzi ambao wanafanya vyema sana hasa katika tetesi mbalimbali za usajili. Tuone dili ambavyo litaenda kuwa na wekundu wa Msimbazi Simba pia wanasukumwa kumsajili mchezaji huyu ambaye anakipiga pale kunako klabu ya Azam, kwa sababu kama tunavyojua ni kwamba msimu ujao wekundu wa Msimbazi Simba wataenda kushiriki michuano ya CAF Champions League,
Na pia ikumbukwe pia kocha mkuu wa kikosi hicho, hapa tunamzungumzia Fadu David, pia kwenye mahojiano yake alisema wanaenda kumsajili namba 10 ambaye ni bora sana kwa hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo ukiunganisha doti hizo unaona kabisa ni namna gani wekundu wa Msimbazi Simba wapo serious kweli kweli kunako dili hili la Faisal Toto Abdalla. Na pale kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, kama tunavyojua ni kwamba eneo ambalo anacheza Faisal Toto Abdalla ndio eneo ambalo anacheza Jean Charles Ahoua, ambaye ameonekana kama vile sio mzuri sana kwenye upande wa kutengeneza nafasi. Ni mchezaji ambaye pia na yeye anakuwa ana uchu sana wa kupata mabao mbali na kuweza kutoa assist, lakini pia ni mchezaji ambaye anaonekana kama vile anatokea pembeni sana. Kwa hiyo endapo Faisal Toto Abdalla atakuja basi huenda Jean Charles Ahoua akawa anacheza upande wa pembeni. Hizo ni taarifa ambazo zilikuwa zinahusiana na mchezaji huyu ambaye anakitwanga pale kunako klabu ya Azam FC wanalambalamba. Tuone basi ni namna gani dili ambalo litaweza kuwa, lakini pia cha msingi kwa ambao wanaendelea kuifuatilia Mlacha Media, kama bado hujasubscribe kama nilivyokuambia, upande wako wa kulia hapo kuna maandishi yaliyoandikwa subscribe, kisha bonyeza tu moja